Karibu JTraderFX. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukanicheck kwa namba ambazo zinaonekana hapa kwenye screen yako. Kuna WhatsApp pamoja na simu ya kawaida. JTraderFX ni channel kwa ajili ya mafunzo ya forex au financial market yoyote. Na leo nimekuletea video ambayo inahusu indicator 9 ambazo unaweza kuzitumia katika kuweza kufanya trading yako na ukafanikiwa kwa upande fulani. Lakini indicator trading sio njia ambayo ni rasmi zaidi katika kuweza kufanya trading. Lazima uendelee kujifunza. As a beginner lazima uweze kuzijua hizi indicator. Indicator unaweza kusema ni kitu au ni kifaa ambacho hutumika katika kufanya trading. Ninavyosema kifaa haimaanishi kinashikika. Yani kwa upande wa huu forex sisi vifaa tunaangalia katika design ya software. Kwa hiyo indicator ni kitu ambacho unaweza kutumia katika kuweza kufanya uchambuzi wa soko, lakini indicator inaweza ikakupa entry pamoja na exit point. Pia hii indicator ni njia ambayo ipo katika technical analysis. Unajua katika kuweza kufanya uchambuzi wa forex tunatumia technical analysis na fundamental analysis. Sasa tuangalie hii indicator ya kwanza ambayo ni moving average. Moving average hii ni njia ambayo ipo katika technical analysis. Ni indicator hii hutumika katika kuweza kutafuta wastani wa bei katika soko. Na maana kama bei ilikuwa ni 2200, 2250, 2300, 2150. Kwa hiyo hii moving average yenyewe inatafuta wastani ndani ya muda fulani kutokana na time frame ambao una trade. Itakupa direction kwa trend hii bei inaweza ikawa hii hapa. Kwa hiyo hii moving average kunakuwa na kamstari unaweka na pita kana kuonyesha direction ya price katika soko. Na kwa hiyo unaweza ukafanya forex trading au trading katika financial market yote kuweza kutumia moving average indicator. Hii ni best, ndio maana nimeweka namba moja. Moving average katika trading ya financial markets ni best. Hasa kuna aina kuu 3 za moving average. Aina ya kwanza ni simple moving average, exponential moving average pamoja na weighted moving average. Hii simple moving average pamoja na exponential moving average no always huwa inatumika. Hata mwenyewe huwa napenda kutumia aina hizi mbili kwa sababu zinanipa matokeo ambayo ni mazuri ninapokuwa nafanya uchambuzi wa soko, wakati ninapokuwa natafuta entry pamoja na exit point. Na indicator ya pili ni Bollinger Bands. Hii Bollinger Bands indicator nayo ni nzuri, ndio maana nimeweka namba 2, ni best, ni nzuri. Unaweza ukatumia hii Bollinger Bands kwa kuweza kutrade support and resistance kama kwa kutumia hii Bollinger Bands. Ni indicator nzuri, lakini trading ya indicator hauwezi ukatumia indicator moja tu na ukawa successful. Lazima uweze kuangalia na njia nyingine apart from indicator. Kwa hiyo unaweza ukatumia indicator katika kuweza kufanya confirmation ya entry yako. Kwa hiyo usibezi zaidi katika kutrade forex au financial market yote kutumia indicator tu, no, utakuwa upo long kwa sababu muda mwingine zinatoa signal ambayo sio sahihi. Kwa hiyo Bollinger Bands ni nini? Nasema Bollinger Bands is a tool that help assess price volatility, alleviate potential overbought or oversold condition. Hii Bollinger Bands inatuwezesha kuweza kujua volatility ya currency au pair ambayo tunaitrade katika financial markets, iwe ni stock au currency au ni gold. Kwa hiyo hii inatuonyesha volatility. Volatility ni speed ambayo ile currency yako inatembea ndani ya muda fulani. Ni speed ambayo ile price ina move, inaitwa volatility. Pia hii Bollinger Bands itakuonyesha overbought na oversold. Maana overbought watu wamebuy sana, wamenunua sana, na oversold watu wameuza sana. Kwa hiyo kama ukiwa kuna overbought pale utaplace order ya kusell, na kwa kuna oversold utaplace order ya kubuy. Na maana kama
in short watu wameinunua sana bidhaa, yani bidhaa mtu amenunua sana, kwa hiyo kinachofuata nini? Atauza, kwa sababu anakuwa nayo excess. Na kama ameuza sana, kinachofuata nini? Atakuwa na upungufu, kwa hiyo atahitaji bidhaa. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kinakuwa kinatokea katika market. Kwa kuna oversold pamoja na overbought. Kwa hiyo tarajia kuplace, kama overbought lazima kuplace order ya sell, na kama ni oversold lazima kuplace order ya buy. Kwa hiyo hii Bollinger Bands inakupa kuweza kujua katika soko hili kumekuwa na volatility kubwa sana, lakini pia itakuonyesha overbought pamoja na oversold, na itakupa hint na utaweza kuingia sokoni na kuweza kumeki profit. Hizi indicator ni hapa ninazizungumzia tu kwa introduction, lakini tutaangalia indicator moja baada nyingine na strategy yake, namna gani ya kuweza kutrade kwa kutumia Bollinger Bands au moving average na kuweza kuwa successful katika market. Kwa hiyo endelea tu kufuatilia hizi video, utaweza kujua vitu vingi zaidi katika hizi trading kwa kutumia indicator. As a beginner, hii inaweza kusema ni introduction. Trading ya indicator ni introduction as a beginner. Kwa hiyo yani ili tu uweze kuingia sokoni na kutoka. Kwa hiyo unaweza ukaanza kufanya trading kwa kutumia indicator, lakini bado kuna njia ambazo ni nzuri na ni profitable ambazo unatakiwa kuweza kujifunza. Kwa Bollinger Bands muonekano wake ndio kama huu hapa. Muonekano wake ni huu hapa. Kwa mfano ukiangalia hapa, okay, tuachane na twende indicator nyingine. Indicator nyingine ni average true range. Hii average true range ina muonekano kama huu hapa ambao unaona. Angalia hapa chini, kwa upande wa chini kuna indicator window. Kwenye hii chart kwa chini. Kwa hiyo utaona hii hapa kama mstari fulani. Average true range indicator ni nini? Hii ni njia ambayo inatumika katika technical analysis katika kuweza kumeasure volatility. Yani pia hii inahusika kuweza kujua volatility katika market, lakini pia average price movement of finance over a specific period of time. Like, hii inatumika katika kuweza kuangalia pia volatility katika soko na kuweza kucalculate price ya kile kitu ambacho una trade, kama ni currency, kama ni gold au kama ni stock. Kwa hiyo hii average true range hii hutumika katika kuweza kuangalia volatility katika soko yako. Je, hili soko ambao una trade kuna high volatility au kuna low volatility? Volatility usema ni ile is a speed at which a specific something you trade it move over a specific time. Yani ni ile speed ambayo kile kitu chako kinatembea ndani ya muda fulani. Na tuangalie nyingine ni moving average convergence or divergence, au kwa kifupi kinaitwa MACD. Hii moving average convergence or divergence hii sasa ni nzuri zaidi. Ni nzuri zaidi ukilinganisha na ile moving average. Unaweza ukatumia hii moving average convergence or divergence kama unavyoona hapo kwa chini. Labda kwa mfano let's say labda signal line ikicross kwa MACD line au MACD line ikicross kwa signal line, itakuonyesha hii ni time ya kubuy na hii ni time ya kusell. Hii moving average convergence or divergence inakuwa ina line tatu. Line ya kwanza ni MACD line, line ya pili ni signal line. Zote hizi nitatengeneza video moja moja jinsi ni kuonyesha jinsi ya kuweza kutumia hiyo indicator moja baada ya nyingine. Hapa nitakuonyesha tu partial uzijue tu kuna indicator 9 ambazo ni profitable. Lakini pia kuna central line. Central line ni hii line ambayo ni 0. Na indicator nyingine ni Fibonacci retracement. Sasa hii Fibonacci retracement naweza kusema hii ndio best zaidi. Fibonacci retracement. Hii Fibonacci retracement ina matokeo makubwa zaidi, na always huwa tuna focus katika level ya 50 pamoja na 61. Hii
hapa katika hii level ya 50 pamoja na 61, hapa ndipo ambapo panakuwa pana retrench, panakuwa pana retrench move. Inamaanisha hapa kunakuwa kuna reversal. Kama kulikuwa kuna downward, kutarajia ikifika hii level kutakuwa kuna upward movement. Kwa hiyo hii Fibonacci retracement ni best. Tuangalie hii Fibonacci retracement nini. Nasema is a technical analysis tool used to identify potential support and resistance level based on Fibonacci sequencing. Hii Fibonacci retracement hutumika kuweza ku-identify potential support na resistance. Hii support pamoja na resistance na venyewe ni vitu ambavyo nitaviongelea. In short, support ni ile line ambayo inakaa chini, ambapo ile market inakuwa ina touch, na resistance ni line ambayo inachorwa juu, ambapo kunakuwa kuna market ina touch, kwa hiyo ita resist. Na tuangalie indicator nyingine. Indicator nyingine ni relative strength index, RSI. Hii RSI yenyewe ni best. Hii itakuonyesha overbought na oversold. Kwa hiyo ili uweze kujua hapa watu wamenunua sana au wameuza sana, kwa hiyo utatumia relative index. Kwa hiyo unaweza take advantage ku place order ya sell na buy, lakini hakikisha umetumia technical analysis nyingine. Hii relative strength index ni nini? Nasema is a momentum indicator used in technical analysis to measure the speed and magnitude of price change. Kwa hiyo hii relative strength index huwa yenyewe inapima ile speed pamoja na magnitude ya price. Na kwa nini hapo amesema relative strength index kuwa ni momentum indicator? Hizi indicator zipo zimejigawanya katika makundi matatu. Kuna volume indicator, kuna kama hii hapo momentum indicator, kuna oscillator indicator. Zote hizo ni indicator. Pia kuna volume indicator, lakini hivyo sio basic sana kwa kuvifuatilia. Katika hii relative strength index, kama ukiangalia katika hii chart hapa, huko juu kuna overbought, kwa hiyo uta place order sell, na huko chini kuna oversold, kwa hiyo uta place order nini ya buy. Huwa inakuwa ina level mbili, level ya 30 na level ya 70. Hizi ndizo ni potential, maana juu ya 70 hii inakuwa ni overbought, na chini ya 30 huku inakuwa ni oversold. Kwa hiyo tarajia kuona watu wata place order. Na indicator nyingine ni pivot point. Pivot point indicator, hii nayo ni indicator nzuri, unaweza pia ukaitumia katika kuweza kufanya trading zako. Sio lazima sana kuweza kuzitumia hizi indicator zote kwa pamoja, no. Unaweza ukazichagua best labda 3 au 4, kwa hiyo utakuwa unatumia kufanya uchambuzi wa soko. Hii pivot point ni nini? Nasema is a price level used by trader to gauge potential market movement. Hii pivot point inatumika kuweza kutafuta zile entry potential. Ukiangalia ipo kama gauge fulani hivi. Kwa hiyo kuna level. Kwa hiyo ukiona price yako ipo katika level fulani, kwa hiyo unajua hapa panaweza pakawa pana reversal, hapa panaweza pakawa labda pana patakuwa labda signal fulani, kwa hiyo itakuwezesha kuweza kuingia sokoni. Hapa ninazoongelea tu partial, lakini nitaongelea indicator moja baada ya nyingine katika video zitakazofuata. Kwa nitatengeneza video kwa ajili ya kuongelea labda pivot point peke yake. Hii pivot point inatumika kufanya nini? Used to identify support and resistance level. Kwa hiyo unaweza kama una trade kwa support and resistance, unaweza kutumia hii pivot point katika kuweza kufanya confirmation. Forex trading, unapopata entry lazima uweze kuiconfirm. Kwa hiyo ndo maana nakwambia ni muhimu kuweza kujua njia zaidi ya moja ili uweze kuconfirm. Kwa hiyo unaweza kuconfirm kama una trade kwa support and resistance kwa kutumia hii pivot point. Unaweza kutumia pivot point kwa kuconfirm ile entry yako. Ni muhimu kuweza kuzifahamu hizi indicator. Na indicator nyingine ni parabolic SAR. Parabolic SAR huwa ina muonekano kama huu hapa ambao unauona.
ina muonekano kama huu hapa ambao unauona ukiangalia kuna vidoti fulani. Hii parabolic SAR ni nini? Nasema parabolic SAR is a technical analysis tool used to identify potential trend reversal and provide entry and exit point for trader. Kwa hiyo hii hutumika kuweza ku-identify reversal, yani reversal kama soko lilikuwa ni linaenda katika uptrend, kwa ili kuweza kujua uptrend imeisha, sasa imeanza downtrend. Kwa hiyo unaweza kutumia hii parabolic SAR ili kuweza kujua. Na always hii reversal ndo una uwezo kuweza ku capture big move. Kwa kutumia parabolic SAR unaweza ku identify entry ambayo itakayokupa big move. Kwa hiyo hii parabolic SAR ni nzuri katika kuweza kufanya uchambuzi wako wa soko. Okay, hem tuangalie tena katika chati hii parabolic SAR inaonekanaje. Always trade kutafuta big move. Kwa unaweza kutumia hii parabolic SAR. Ukiangalia hapa parabolic SAR ukiona hivyo viduduti kwa upande wa juu, kwa hiyo hapo inamaanisha unaweza ukasei. Na ukiangalia hivi viduduti viko kwa upande wa chini katika chati yako, hapo unaweza ukaplace order yako ya nini, ya kubai. Kwa hiyo umeona jinsi katika chati hii parabolic SAR jinsi inavyoonekana. Parabolic yani ipo kama parabola hivi. Parabolic expression. Kwa hiyo ipo kama parabola fulani, yani kama upinde fulani hivi. Naweza kusema hivyo. Inaonekana kama huu hapo. Kwa hiyo hii ni indicator pia ambayo unaweza kutumia. Na indicator nyingine ni Ichimoku cloud. Hii Ichimoku cloud ina muonekano kama huu ambayo umeuona, na inakuwa ina line. Hizi line ni hizi hapa. Kuna standard line, kuna lagging line, kuna conversion line. Pia ni line zipo tatu: standard line, lagging line pamoja na conversion line. Kwa hiyo unaweza ukafanya trading kwa kuweza kutumia Ichimoku cloud. Hizi zote indicator nitaziongelea katika video moja na jinsi gani ya kuweza kuzitumia. First nitaongelea Ichimoku cloud, jinsi ya kuiweka kwenye MT5 pamoja na MT4. Baada hapo nitaiangalia strategy ya kutumia kutrade kutumia Ichimoku cloud. Hasa tuangalie Ichimoku cloud ni nini. Ichimoku cloud is a popular technical indicator that provide a comprehensive view of trend direction, support and resistance. Hii inatupa view ya trend direction, yani kuweza kujua trend direction, kuweza kujua mwelekeo wa trend, lakini pia inaweza kutuwezesha kuweza kutambua support pamoja na resistance pia na momentum. Kwa hiyo Ichimoku cloud ina vitu vinne. Inaweza kujua kuweza kuidentify kama ni uptrend au ni downtrend, lakini pia inatuwezesha kuweza kujua zile line za support pamoja na resistance, kwa sababu hizi ndio ambazo zinasababisha reversal, pamoja na kuweza kujua momentum ya soko letu ikoje. Kwa hiyo unaweza ukatumia hii Ichimoku cloud katika kuweza kuvi-identify hivyo vitu na kuweza kupata int ambayo ni potential na itakuwezesha kuweza kutengeneza pesa nzuri zaidi katika market. Kwa hiyo muonekano wa Ichimoku cloud ni muonekano kama huu hapa ambao unauona hapo. Sio lazima sana uweze kuzijua hizi indicator zote. Kwa hiyo unaweza tu ukastick na indicator labda 3 au 4 na kuweza kufanya practice na Hii ni habari njema kwa wale wote ambao wanahitaji kuweza kujua forex au kujifunza forex. Kwa sasa nimeanza kutoa mafunzo ya forex kwa gharama nafuu kabisa. Kwa mawasiliano unaweza ukanitafuta kwa namba ambazo zinaonekana hapa kwenye skrini yako. Kwa hiyo unaweza ukanipigia simu au ukanitafuta WhatsApp au ukanitumia
ujumbe. Ukinitafuta nitakupa utaratibu wa jinsi ya kuweza kuanza mafunzo. Gharama ni nafuu zaidi. Wekeza muda wako katika kuweza kujifunza trading. Ukijua forex trading utaweza kufanya trading ya financial markets yoyote ile pale. Kwa hiyo wekeza muda katika kuweza kufanya trading. Usikimbilie kuweza kudeposit na kutaka kuweza kutengeneza mamilioni ya pesa. Ndio unaweza ukaotea, lakini utakuwa ni loser kwa siku zijazo. Kwa hiyo wekeza muda wako kwanza kwenye kujifunza. Soko la forex lipo tu. Lakini pia nimeanza kutoa signal. Natoa signal kwa upande wa package mbili. Nimegawa package mbili. Package ya kwanza nimeita basic package signal, gharama yake ni shilingi 10,000 kwa mwezi, lakini hapa sio kila siku nitatoa signal. Na package ya pili ni VIP package signal, gharama yake ni shilingi 30,000 kwa mwezi. Kila siku nitakupa signal pamoja na setup yake. Naposema setup namaanisha nitakuonyesha hii signal nimeipata, nimefanyaje mpaka nikaipata hiyo signal. Kwa hiyo karibu JTraderFX. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kunitafuta kwa namba ambazo unaziona hapo. Forex trading ni career kama career nyingine, lakini ni ngumu zaidi kuweza kutengeneza pesa haraka katika forex market, kwa sababu kuna mitego mingi sana. Kwa hiyo ili kuweza kuepukana hayo, wekeza muda wako kuweza kujifunza soko la forex.